Yes, tupo kwenye birthday ya msanii Whozu, lakini pia tuko na Chimama ambaye pia ubavu wake wa pili. Kwanza hongera sana. Asante, shukran. Leo tunasherehekea mwaka mwingine tena tunaongeza numbers Yeah, tunaongeza numbers. Ni kitu cha kushukuru Mungu, ni kitu kiukweli cha kutoa sadaka kwa sababu sasa hivi dunia tunajua maisha yamekuwa mafupi, watu wanakufa. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kuweza kuona mwaka mwingine, unasema alhamdulillah. Yeah. Okay. Sawa. Tumepiga story na Chibaba na amezungumza kwa upande wake. Yeah. Tunatamani kusikia kutoka kwako. Tunafahamu Whozu ni msanii lakini pia ana imani yake. Lakini leo umefanya kitu ambacho pia pengine kwenye imani ya kwako ambayo labda ni idea ilitoka kwako ama ni idea ambayo ilitoka kwake. Kiukweli kwa sababu nadhani hii ni mwaka wa pili. Ule mwaka wa juzi ndo aliweza birthday yake ilikuwa haijakutana na mambo ya kufunga. Huu ni mwaka wa pili tunaenda, tunakutana na birthday yake inagongana na Ramadhan. Na ule mwaka wa kwanza tulifanya party kama ya kawaida vile ya watu ku get together na nini. Nakumbuka tulifanya kule E+, tunakumbuka mwaka wa juzi. Maana sasa hivi si tena tunaenda mwaka wa 4 ujue hii. Kwa hiyo tupewe maua kwa kweli. It's not easy. Okay. Lakini alhamdulillah tunaenda we move regardless, kwa sababu kwenye mahusiano, kwenye mapenzi, hata undugu, rafiki, lazima kuna kugombana here and there, lakini alhamdulillah sisi tunaweza ku overcome. So as I was saying kwamba huu ni mwaka wa pili unakutana na birthday yake zikiwa inakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo it wasn't my idea kwa kweli. Mimi ingekuwa ni idea yangu, sikufikiria kwa hivi. Mimi nilikuwa tu nimepanga tutamchukua mpenzi wangu, tutaenda kufuturu labda sehemu tu nzuri yenye futari nzuri, aite marafiki zake 2 3, kwa sababu there is nothing you can do kwenye Ramadhan. Lakini alivyokuja na yeye na idea, kwa sababu unajua kitu kama hichi sio cha kumlazimisha mtu. Yani kitu kama hichi lazima mtu aseme, atoe mwenyewe kutoka kwenye moyo wake. It's not something that nitamwambia sikia nikwambie Shunu unajua unatakiwa kukafanya hivi na hivi. No. Kwa sababu it's his day. It's not my day. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba Shunu mimi nimekaa nimewaza, nikaona kwamba bora tuite watoto hivyo tufanye nini iftar, tufuturu nao, unaona kama nitatoa sadaka, nitafanya nini. And I was like, asa mtu ukiambiwa kitu kama hicho kweli unaweza ukapinga? Huwezi kupinga. Na mimi I was very happy, nikamwambia sawa, niko na wewe, I support you fully. Kwa hiyo tutafanya kitu na kitu chetu kitakuwa inshallah. Kwa hiyo ndo akafikiria. Yani huwezi amini, yani this time kiukweli I'm so proud of him. Yeah, I am so proud of him kwa sababu yani he did, hakutaka hata usimamizi. Unajua kuna ile kwamba like sababu you're the woman in the relationship, kwa lazima kuna vitu fulani lazima uvisimamie, kwamba unajua kwenye chakula iwe hivi, kwenye nini. Yani he did it from the heart. Allah ambarik. Mimi namuombea kila laheri, yani pale alipotoa paongezeke, unaona, apate afanikiwe, Mwenyezi Mungu amzidishie baraka zaidi, amfungulie milango ilipofungwa, vifungo vyote vilivyowekwa basi vikafunguke kwa hichi kidogo alichokifanya, mashallah. Kwa hiyo that's what I can say. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu yake, ni idea yake, na kusi kwamba imeenda vile alivyoplan, it makes me very happy kwa kweli. Yeah. Wema, nikikuuliza hili swali kama itakupendeza zaidi. Yes. Nimekutana na comments nyingi sana za mashabiki wenu, wewe na Whozu. Whozu leo anaongeza numbers nyingine. Hivi Whozu unamzidi miaka mingapi? Miaka 6. Miaka 6. Yes. Kwa hiyo zile wanasema sio anamzidi miaka 15 ni uongo. 15. Niliona comment ya shabiki mmoja akasema Hapana, nimemzidi Whozu miaka 6.
Wamuulize vizuri Damange. ndo mwenye nini zote. Yeye anajua. Okay. Anajua. Nimemzidi miaka 6 which mimi naona sio mibaya sana. Hata kama ingekuwa 10 kwani shida iko wapi bwana? Hata kama ingekuwa nimemzidi miaka 20. Kuna watu wengine wanazidiana mpaka miaka 20 huko 25. Sembusemie miaka 6. Okay. You guys mmekuwa kwenye mahusiano muda mrefu sasa hivi. Tunaenda mwaka wa 4 sasa hivi, Roja. Mwaka wa 4 wa hivyo, lakini tupo. Mashabiki wanalilia ndoa Wema. Sasa hiyo ndoa ni, unajua mimi nasema kila siku. Kwa sababu kwanza labda niseme tu, labda mimi ndoa sio kitu ambacho nakiota. Sijui unanielewa. Na sio kitu ambacho labda nakitamani. Okay, kwa sababu pia nimeona watu, nadhani imeniharibu psychologically, watu wangu wa karibu pia, ndugu zangu, rafiki zangu, nimewaona ndoa zikiwafanya. Kwa hiyo sijui nimekuwa ni muoga au tuseme kwamba labda sijui nimekuwa, sijui, I don't know, lakini mimi naisigi ndoa ni mipango ya Mungu. Kama Mwenyezi Mungu kawaandikieni ndoa, itakuwa tu. Ndoa sio kitu cha kuforce. Cha kushukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kuna upendo ndani yetu, na siku hizi wenyewe wanasema kwamba mkishaka zaidi ya miezi 3 tu tayari ni kama mmewana. Vile ndoa inakuwa tu ni kama vile mnakwenda kufanya official. Sio kwamba ni kitu kibaya. No, sisemi kwamba ndoa ni kitu kibaya. Ndoa ni jambo la heri, lakini pia ni mipango ya Mungu. Sio kitu cha mimi hapa kusema nataka au cha Shunu kusema mimi nataka leo. No, kama imeandikwa, Allah kaiandika, basi itakuwa inshallah. Na hiyo hali yako ya kutotamani ndoa imeanza lini? Sio hivi, umeshai kunisikia hata siku moja mimi nasema natamani kuolewa? Mimi nimeshai kusikia. Watu wanajua kwamba mimi natamanigi mtoto. Hicho ni kitu ambacho watu wanakijua kwamba Wema hichi anakitaka, lakini sidhani kama nimeshai kuenda mitandaoni au kwenda out there nikasema kwamba naitaka sana ndoa. Hapana. Ikitokea sawa, mimi nasemaga wallah, kwa sababu ni kitu ambacho tayari kimeshapanga. Isipotokea pia haiwezi kuniumiza, kwamba sio kitu ambacho yani ni kitu changu, sijui unanielewa, kwa sababu sio watu ambao wamenizunguka, nikizungumzia ndugu zangu wa damu, dada zangu, rafiki zangu wa karibu, nimewaona ndoa zinavyowafanya. Sawa, labda hiyo pia kidogo kama imenidisturb, nikiona kwamba mtu mnaweza mkao mnapendana alafu siku mnaoana tu ndio mnaleta shida, sijui unanielewa. So tunaona watu wengi, Master J na Sha, kwani wameoana wale? Sijui unanielewa. Lakini wako wanapendana, ila kesho kutu wanaweza kusema waka introduce tu ndoa, ikawa ndo mwanzo wao na mwisho wao, yani ndo ikawa ndo mwisho wao wa relationship. So it's not like siipendi, lakini it's not something that drives me. Yani sio kitu ambacho kinani drive kwamba leo hii Wema I cannot live without ndoa. No. Yani lazima itakuwa, yani it's going to be something very okay. Na Chimama, kama ikitokea leo mnaoana na Chibaba, unatamani Chibaba afuate dini yako au uende utafuata yake? Mimi kiukweli sio, I'm not a pushy person. Mimi naweza kusema mimi niko kama marehemu babangu. Marehemu babangu mimi alikuwa Roman Catholic, lakini hajawahi hata siku moja kutuforce sisi kwamba ni lazima muwe wa Kristo au ni lazima mfuate nini. No. Kwa hiyo mimi whatever that itakavyokuwa, mimi I'm a very easy going person, by the way. Yani mimi I'm not about, mimi sinaga sheria, sinaga sijui principles. Mimi whatever comes I take it the way it is. Ya ndio maana mimi waga nashukurugi sana kwa kila hali. Mimi that's the way I am. Okay, Chimama, nakumbuka kama sijakosea, kama mwaka jana mwaka juzi ulikuwa unasherehekea birthday yako, na moja kati ya moment ambayo ilienda viral ni kuhusiana na mama mkuu wake na Whozu. Alikuwa hakupendezeshwa na moment ambayo ilikuwa inaendelea pale kwenye birthday yako. So far mahusiano ya Whozu na mama mkuu wake, kwa maana kwamba mama yako yakoje sasa hivi? So umesha clear? Yako okay. Yako okay, and that is kwa sababu mwisho wa siku mimi nasema kwamba maisha yangu mimi ya mapenzi
hayo hayamhusu mtu yoyote, not even you. Yananihusu mimi na mpenzi wangu, hayataki kumhusu mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo hata kama mtu hapendi, as long as mimi na mwenzangu tuko sawa, the rest don't matter. Yani that is how I feel. Whether I'm right or wrong sijui, lakini ninachojua ni kwamba mama hana shida, mama yuko okay. Lakini this goes out to everybody out there. This is not about my mom or my family. To anybody out there, kama ana shida na mahusiano yangu mimi, basi that's up to them. Okay. Kwa sababu mimi sijawahi kuwa na shida na mahusiano ya watu wengine. Kwa nini wao wawe na shida na mahusiano yangu mimi? Mimi waniache, niko happy, niko very very okay. Sijawahi kumlilia mtu shida kusema kwamba kuna nini whatever. Na hata the other time nakumbuka kulikuwa kuna video ilienda viral, mimi nalia. Yeah. Watu wakasema kwamba eti ni wozu. Mimi sijawahi kusema. Mimi nilikuwa napitia kwenye kipindi kigumu, nilikuwa na undergo issues zangu. Tena nakumbuka that day nilikuwa nimepigiwa simu na mchungaji mmoja, alikuwa ananiambia kuhusu masuala ya kuniombea kusudi ya kupata mtoto. And I was in my very lowest mood, sijui unanielewa. So after that I was just not feeling okay, and I just decided to let it out. Kwa sababu kwenye kulia kwangu sijawahi kusema kwamba nalia kwa sababu ya Chibaba. Ila na watu tu wakaenda wakatoa na wao wakaya judge mambo walivyoweza kuya judge. Lakini at the end of the day you cannot stop anybody from thinking whatever they want to think. Kwa hiyo hivyo mimi waga na waachaga tu. Okay, ina maana shida yenu iliyotokea na Chibaba haijawahi kukufanya ukawa lonely, yani haijawahi kukupa sadness yote? Yani kwa sababu of course ukigombana na mpenzi wako lazima uwe lonely, lazima uwe sad. Na mimi na Chibaba ni practically kama tunaishi pamoja. Yani ni kama tunaishi pamoja. It's like we're practically married. You know? Kwa hiyo kuna yale mazoea too much. Kwa hiyo nikiwa siko okay na mpenzi wangu, nisipomuona siku mbili siku ngapi, of course lazima itanini. Lakini hatujawahi, mimi ninavyokuambia, hatujawahi kukaa apart na Chibaba for more than 4 days. Yani tutagombana tokea tumeanza relationship. Tutagombana, lakini tutakaa apart maybe siku 2, ya 3 tumeshapatana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kawaida vinatokea katika maisha ya mapenzi. So it shouldn't be surprising. Nani mara nyingi wanasuluhisha mahusiano yenu? Mara ya kwanza wakati tunaanza mahusiano ilikuwa ni watu wetu wa karibu sana sana, atakuwa labda dada yangu au labda mama yake au labda rafiki wa karibu vile kina Natalie BSN. Lakini sasa na wao ikafika point wakachoka. Maana unajua wanasema watu mkipendana sana mnagombana sana. Na sisi tunaweza tukagombania kitu cha kipuuzi kabisa, alafu tukanuniana, and then tunaanza kuwasumbua watu. Lakini sasa hivi imefika point sasa tunaona ndugu yangu ya kwetu tuyamalize wenyewe, kwa sababu hakuna mtu ambaye tena yuko tayari kutusikiliza. CS2 Kids, CBSN, si nani, yani wote wameona kwamba mtajijua wenyewe, mkigombana msituhusishe. Na una wivu sana. Mimi na wivu? Ndugu yako hujawahi kumsikia wivu wake? Kwenye kusema watu wanawasuluhisha. Mimi wala sina wivu. Ndugu yenu ndo ana wivu. Sawa, kwenye kusuluhisha sawa. Inasemekana pia mambo yake ya management yaliwahi kuwa yanaingilia mahusiano yenu. Maybe labda kwenye kushauri, kwenye kumpangia which yeye anajiona yuko in love, ila wao labda kuna vitu wanaviona. Imewahi kutokea vitu gani labda wanaviona? Imewahi kutokea namna yote management yake imeingilia mahusiano yenu wewe na Ozo? As far as I'm concerned, mimi sijawahi. Kwanza apart from everything, mimi naweza nikasema kwamba like hata kuna kipindi nilikuwa nikigombana naye nampigia simu Freddy, nampigia simu Frankie, hivyo. Kwa hiyo hawajawahi kuwa na shida, lakini I think this is something that the social network inakuwaga ina create, kwa sababu social network wanatuportrayia picha yao ambayo wao wanahisi tunaishi, which they don't know the reality. Lakini in real sense there is the social network life, and then there is the real life, which is this that we're living. Hicho ndio kitu ambacho watu wanakuwa wanashindwa
connect sijui au kuvifanya yeah, so I don't know how people wanakuwa nachukulia, I don't know, sijui yani sina cha kusema zaidi. Chimama, kwako ilikuwa inakudisturb kuhusishwa wewe kutoka Whozu kule Too Much Money wakakuhusisha na wewe kwamba ukishauriwa kuhusu mapenzi unaacha lebo? Sasa unajua nikwambie kitu mami, mimi waga kitu ambacho naona hakina ukweli ndani yake mimi wala hakinisumbuagi. Na ndio maana vya mitandaoni waga na viachaga tu mitandaoni. Kwanza mimi mitandao sio kitu ambacho nakipenda. Ni sio kitu ambacho nikikwambia mimi naweza nikapost picha na kuondoka. Nisiingie Instagram hata yani naweza nikachukua muda mrefu. Acha kusoma comment. Muda mrefu. Siku nikisoma comment lazima utajua. Okay. Kwa sababu lazima nijibu. Kwa hiyo na mimi ndio maana waga na kuaga nasoma comment alafu hi mommy. Unaona nasoma comment and then na post kitu changu and then naondoka. Nikisoma comment kimeumana. Wema, nimekusikia kitu hapa nitakimekuu kwa sababu pia kitaenda mtandaoni kitasambaa. Yeah. Wewe unaamini kwenye ndoa? Mimi siamini kwenye ndoa kiukweli. Yani mimi ndoa sio kitu ambacho kinani drive. Okay. Yani ndoa is not something ambayo I cannot live without. Ikitokea sawa hewala. Isipotokea pia sio kwamba itaniumiza au nitakuwa niko Mungu wangu demoralized, I can't eat, I can't sleep. No. It's not something that drives me. Kuna kitu mkilisema kwamba wewe na Whozu mko kama mko kwenye ndoa. Yani maisha yenu mnaoishi. Yes, kwa sababu we practically live together. Yani usihalalishe. Sasa hiyo ni mipango ya Mungu. Yani unafoni question hivyo kama you're questioning God, you know? It might be something that he wants, it might be something that I want, lakini it's just maybe it's just not the right time. And when the right time comes, itatokea tu. We won't be able to stop it. Lakini sio kwamba eti tuwe pushed. Yani kwa sababu maybe watu wanasema wanataka ndoa basi na sisi hapa tunataka ndoa sasa hivi inabidi tu kwa sababu niliuliza kwa upana ina mengi. Hata alikuuliza Roja hapa kuhusu mama moja kitu mama kufurahia kumuona anasikia Whozu mnaishi lakini hajaenda kutambulishwa. Yani kwa nini lakini kwa sasa hivi she knows, anajua. Okay. Na sio ni upande zote mbili wanajua. Sio upande wangu tu, hata upande wake wanajua. Kwa hiyo it's something that's there. Ndio maana nasema hivi ile swala la ndoa hiyo ni mipango ya Mungu. Ndoa ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu atatoa ile kwamba sasa hivi hawa sasa wanaenda kuhalalisha mbele za haki, inshallah siwezi kukataa. Wanavyosema Whozu anakaa kwako sababu hizo zilisemekana. Yani I say sijui hata nisemeje. Whozu ana kwake na mimi nina kwangu. Kokote nitakapokuwa na yeye yupo. Mimi kokote atakapokuwa na mimi nipo. Sijui unanielewa. Hivyo unaweza kuamini kwamba kwa sababu pia tunachoka kukaa sehemu moja. Sijui unanielewa. Alafu the fact that kila mtu ana kwake basi hiyo ni it's a win. I mean it's an extra fact. It's an extra factor kwenye mapenzi yetu kwamba tukichoka huku tunaenda kule. Tukichoka kule tunarudi huku. So that does not it doesn't like I don't know if it's a problem or not. Yani sidhani kama ni tatizo. Chimama, Whozu sasa hivi hana lebo. Nakumbuka wewe ulikuwa na lebo yako Endless Fam ambapo ulikuwa na wakina Miri. Nilishasema sifanyi tena mambo ya hutaki kurudi tena. Nilishasema. Hapana, nilishasema jamani. Kumsimamia hapana. Naomba nimalizie swali la mwisho. Yes. Tunatakiwa kwenda kukata keki jamani. Kuhusiana na post ya leo. Yeah. Nimeona comments za watu wenu wa karibu baada ya wewe kumpost Whozu like unamwish birthday. Watu wasema wale walikuwa wanamuongea Whozu na Wema wanarudishwa sasa, wamesharudishana, kuna zile moments zile. Hiyo kurudisha ni lazima, si wananijua mimi, ukiniambia kitu lazima nitakirudisha. Kweli? Mimi kabla sinaga ndugu yangu, kama una siri yako usije ukanihusisha. Kusema mimi kabla sina. Sema nimeipenda hiyo. Haya, naitwa jamani.